Karibuni katika kipindi hiki, sehemu ya pili ya somo tulioanza mchana ama asubuhi, na tukiendelea kubarikiwa na mada za leo katika washa na zile za jumla, ambazo zote zinalenga kutufanya tuweze kusimama imara katika imani. Hii ndio mada kuu ya mkutano, na vipindi vyote vinatuelekeza huko katika mada hii, ambayo neno linalobeba mada hii ni Danieli 3 aya ya 16. Wakati wa mchana ama asubuhi, tulikuwa na sehemu ya kwanza, imani na akili ama nia vinapogongana. Ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Kwa hiyo pale tuliangalia uhusiano wa imani na akili. Chanzo ni kimoja. Ili imani na akili viweze kuishi, ni kujua chanzo bado ni Mungu. Kwa maneno yote tuliyoyaona, jumla ya yote, ukiwa na imani na hakuna akili, inakuwa ni hisia. Akili ndiyo inapambanua, inatoa ulinganifu, inatoa ukweli, facts. Ni vile tunavyolisha akili, ndivyo itaweza kutoa kitu muhimu wakati wa kuhitaji. Kwa hivyo tukijaza akili maarifa ya neno ya Mungu, tutakuwa na hazina ya kuyaona mambo katika uelewa wa Mungu. Na vipambani, kwa sababu tukikosa maarifa tutaangamia, kama tulivyoona Hosea 4 aya ya 6. Na kumjua Mungu ni kupata uzima wa milele. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Yesu kwenye Yohana 17:3. Nimewapa neno lako, wakalipokea, wakafahamu mambo mawili. La kwanza wakajua, la pili wakasadiki. Hiyo ni aya ya 8 ya Yohana 17. Kwa hivyo maarifa yanahusiana na wokovu. Uyakosa, tunakuwa tuna maara, tubaki na hisia. Maarifa ya neno la Mungu. Imani inatokana na maarifa ya neno la Mungu. Sasa jumla ya yote tukaangalia, yeye amwendeaye Mungu lazima aamini anaishi. Kwenye Waebrania 11 na ile aya ya 6. Huyo atampendeza Mungu, ana hakika. Kwa hivyo neno linatoka kwake, linatujenga kwake, nasi tunaamini.
Kwa hivyo havipasi kupambana. Hiyo ni sehemu ya kwanza, na tukaiona jumla ya yote katika somo hilo ni pale tunapoamini Mungu yupo, anaishi, imani. Tuliona uelewa huo katika Agano la Kale, hasa katika vile Mungu alivyoeleza kupitia maisha ya Ibrahimu. Imani ni kuona, lakini sio kuona hivi vitu vya kawaida, kumwona Mungu. Kwa hiyo ikiwa kuna yoyote anaweza kutubabaisha katika dunia hii, siri yake ni kutotoa macho kwa Mungu, kwamba yupo na anaishi. Na uhakika huo tumeupata katika neno lake. Kwa imani tuamini mbingu zilifanyika kwa neno lake. Kwa hiyo neno ni mafunuo yake mwenyewe. Kwa hiyo tunaamini hivyo, na tunaishi hivyo, na tunatii alichofunua. Sehemu hii ya pili, wakati imani na akili vinapogongana. Sehemu hii itatupitisha katika mambo makubwa matatu. Na hii ndiyo ambayo kwa hakika inaifanya iitwe imani au sio imani. Unaweza ukaelewa, ukafanya hiki na kile, ukaona ukweli huu, lakini bado haitwi imani inayookoa. Hii ni sehemu ambayo ndiyo inafanya vijana hawa watatu wajaze hiyo sura ya Danieli 3. Yote hayo yaliyoandaliwa, yote yakawekwa, yote na utawala huu ilikuwa ni kutusaidia kuona ukweli wa imani ni nini hasa. Kwa hivyo karibuni tufumbe macho tuweze kuomba. Mungu wetu, tunakuja kwako kwa kuwa wewe ndiye mwalimu na ndiye tu unaweza kurejesha nia ya kukusikia na kutusaidia kuitikia sawa sana mapenzi yako. Tufanye kukuona kuwa kini katika muda huu, ili utakaponena nasi mioyo yetu ikaitikie sawa sawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu, amina. Imani inatafsiriwa katika maandiko, hii sehemu ya pili, katika maeneo mawili. Sasa kwenye Kiswahili ndio maana kuna wakati inabidi tutumie lugha nyingine hii ambayo wewe na mimi pia umepata nafasi ya kujifunza. Kuna maneno ya Kiswahili mengine huwa ni ya pekee, huwezi kupata kwa kwingine. Alafu kuna wakati mwingine huwa kuna maneno yanapungua. Kuna wakati unakuta yanaenda sawa. Faith as act and faith as a belief. Kwa ukizungumzia imani, sema ni kuamini, belief. Act, anasema ni kitendo. Lakini ngoja nifafanue kidogo uweze kusikia hapa. Inapokuwa faith ni belief, unazungumzia system of religious teachings and doctrines. Kwenye upande wa principles, doctrines ama dogma, ya maana ya kwamba mafundisho
Ndio maana tunasema imani za msingi za kanisa la Waadventista wa Sabato. Fundamental beliefs. The fundamental beliefs, unaona inaitwa beliefs, sio faith. Beliefs. Kwa maana ya teachings, mafundisho. Principles, kanuni. Hiyo ni faith as belief. Wanasema yes I do, ninaamini, I do believe. Nini? Kuna Mungu mmoja. Nini? Kuna hiki. Hiyo ni fundisho na unaamini. Kwa lugha nyingine unauelewa huo na unaamini. Hiyo inaitwa belief. Faith as a belief. Na ni ya muhimu sana kwa sababu ndio uelewa huu. Wakati wa asubuhi kwa tunaangalia upande wa reasoning. So reasoning una feed information. Na hiyo ndio information, maarifa ya neno la Bwana yanaenda kwenye reasoning. Na ni muhimu kwa sababu ndio mafundisho ya neno. Unaposoma mtu hataishi kwa mkate. Kwa hiyo maisha sio tu chakula, bali neno analosema Bwana. Kwa hiyo unakuta ni la kwanza, imani ya msingi namba moja, maandiko matakatifu. Nini? Hiyo ndio ina mamlaka kwa nini cha kuaminiwa, nini cha kuatiiwa, nini cha kwa nasema ni maandiko. Nasema huyo anaamini. Hiyo ni faith as a belief. Sehemu ya pili ni faith as act. Kwenye faith as act hapa ndio sasa iko kwenye sura hii sasa, ambayo inabeba hiyo ya kwanza, halafu inaenda kwenye climax, ambayo faith as act inazungumzia decision, choice. Unapozungumzia kuact, maana uwezo ukaact, maana yake ukiact maana yake umechagua, umefanya uamuzi, ndio maana una act. Lakini kama ni cognition peke yake, cognitive, vitu ambavyo unaufahamu, unajua A mpaka Z, lakini hauwezi kuact upon, hiyo Yakobo anaita devil's faith. Mimi nilikuwa nafuatilia hiki kitabu cha Yakobo ambacho ndicho cha kwanza kuandikwa katika Agano Jipya. Na huyo aliyeandika ni Yakobo, mtoto wa Yusufu, aliyekuwa mume wa Mariamu. Wametajwa vijana wake 4 kwenye Injili. Na katika hao 4 wawili wameandika kwenye Biblia. Mmoja ni huyu Yakobo, James. Na wa pili ni Yuda, tulipokuwa tunasoma wakati wa asubuhi. Mwanzoni hawakumjua Yesu ni nani, lakini kadiri miaka ilivyosonga, mafundisho yake na nini, walivyokuwa wanamuona na kufundisha, ukajua no. Kwa hiyo ukiona hata kwenye vitabu vyao wanapoandika hawasemi Yesu ndugu yangu. Wanasema Bwana na Mwokozi. Ukiangalia vitabu vinavyoandika, uelewa wao ulikuwa tofauti kabisa. Kwa hivyo Yakobo ameandika kwa mara ya kwanza wakati ulimwengu wa Rumi ya kale haukutambua Ukristo. Ukristo ilikuwa ni kikosi kama cha kijasusi katika serikali ya Kirumi, ambayo haikukubalika kabisa as a sect.
Sio kitu cha kuaminiwa. Na ni kwa sababu mafundisho ya Ukristo yalikuwa kinyume kabisa na ibada ya Rumi, ya sanamu, ya nini, Rumi ya kipagani, pagan Rome. Kwa hiyo isingekuwa rafiki katika serikali ile. Na wakati huo pia Wayahudi ambao ni Israeli bado hawatambui Ukristo. Kwa hiyo mtu kuwa Mkristo wakati ule haikuwa kitu cha kawaida, kwa sababu ilikuwa ni gharama kubwa sana kujitaja wewe ni Mkristo wakati ule. Kwa hiyo hakuna sheria. Serikali ya Rumi ilikuwa ni nchi ya sheria, lakini haikutambua, sheria yao haikutambua Ukristo. Ni mpaka huko baadaye wakati wa Constantine Max. Kwa hivyo Constantine Max. Kwa hiyo ukiona ndani ya kipindi hiki hapa Yakobo anaandika, Wakristo walifikia hatua wakawa na faith as a belief, not faith as act. Kwa hiyo Yakobo akaongozwa na Bwana kuandika akichallenge aina hiyo ya imani. Anaambia ni imani gani isiyo na matendo? Yaani imani lazima itende. Kama haiwezi kutenda, hiyo sio imani. Hebu soma Yakobo 2 aya ya 17. Alafu uruke usome aya ya 19. Yakobo 2:17. Aha. Biblia takatifu inasema. Nasema hivyo ndio, na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Imani isipokuwa ina matendo imekufa. Na 19. Dead faith. Kwa hiyo dead faith, when such faith lacks what? Deeds. Ikikosa tu action, hiyo dead faith. Ndio maana mnakumbuka jana wakati naeleza hapa mtu akisema ya kwamba unajua mimi niko hivi, moyoni niko namna hii, ila nje tu ninyi ndio mnaona hivi. Nikasema no. Hakuna imani isiyo demonstrate. Kama haiwezi kuonekana nje, maana yake kama haionekani nje, maana yake haimo ndani. Na ilikuwa ni kitabu cha kwanza, kwa sababu Wakristo walifikia mahala wakabend, wakasema ngoja upepo uvume tuiname. Mungu akamuinua huyu aandike, aeleze maana ya imani. Imani isipokuwa ina matendo, anasema hiyo imekufa, ni marehemu, dead faith. Angalia aya ya 19. Na 19 anaandika, anasema wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja, watenda vyema. Sikiliza, unaamini Mungu ni mmoja. Hapa nazungumzia what kind of faith is that? Belief. Unaamini vyema. Halafu mashetani nao waamini na kutetemeka. Mashetani wana imani hiyo. Tena wao wana tremble. Wanapozungumzia Mungu ni mmoja, sema yeah, you are right. Hata wao wanajua Mungu ni mmoja, but the difference is haina matendo ya ibilisi. Mtu yeyote akisema mimi ninaamini, imani yangu iko moyoni, anasema hey, it's a dead faith, demon's faith. Wanasema unatetea imani ya kishetani hapa. Ya kishetani ni ipi? Kwa mimi naabudu shetani. Nasema hapana, una imani kama ya shetani kwa sababu haina matendo. Imani yoyote ambayo ina matendo ni imani ya shetani. That's James. Na kama ni ya shetani, ni ya mfu tu, ni marehemu, hiyo haina maana popote. Kwa hiyo ndio maana inapofika hali inakuwa ngumu, halafu faith haiwezi kuonekana, inabaki tu hapa kwamba ninaamini, nina ile belief peke yake, halafu haina action. Nasema kwa nini? Ujue hapo imani imekutana na reason na imecrash.
What do we do when faith and reason crash? Unajuaje inaelekea kucrash hii kitu? When we are tried sorely, wakati unaingia kwenye mazingira, taken out of your comfort zone in a hard circumstances, wakati ambako imani unaofikiri unayo, you claim all God's promises and they are very nothing. When God keeps quiet, you fast and you pray, there is no answer. Even an indicate nothing at all. You cannot even touch, you cannot even see, you cannot even hear, you cannot even sense. Quiet. There now, we come up with a very tough questions about God. Pale ndipo yanakuja maswali magumu, na ukikaa ufikirie yana revolve around 3 questions about God. 1, where are you? Kisema where are you? You are asking the position of God. I don't see you. He position yourself. Where are you? Unaanza kumsearch Mungu. Yuko wapi jamani? Mungu uko wapi? So unatoka hapa ulipo hapa, unapita kane zote mpaka unatua Genesis 3 verse 9. When God asked the position of Adam, where are you? Now it is you and me asking God, where is your position? Na mara nyingi watu wanadhani hilo ni la kiimani. Hakuna. Haliwezi kuwa la imani, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la. Kwani Mungu amesemaje katika neno lake? Unaposoma Zaburi 139 ile aya 5 mpaka aya 12, niende wapi nijifiche na uso wako? Nikienda chini, you are there. Chini ya bahari yuko pale, usiku na mchana you are there. Yani kwako usiku na mchana vinasemezana. Where can I go? You always available, present, omnipresent God. Sasa kama ni omnipresent, that is faith, that's the word of God. Why are we now asking, where are you? Maana yake Mungu sio omnipresent. You are asking the nature of God. You are questioning the very nature of God. Halafu useme eti hapo watu wanaamini. No. Kwa sababu unapofanya hicho, unachukua nyundo, unagonga kwenye ile asili yake. Ile inaitwa the intrinsic attributes of God, the eternal attribute of God, that God is omnipresent. Na ndio maana nikaeleza kwamba ukiugua uko hospitalini umelazwa, na akili yako inakutuma uone Mungu aende odini. Kwa hiyo unangangana na wakina Semba, unangangana na church members, unangangana na Tukasa members. If you don't see them, as if you don't see God. It is only when you see Tukasa member, then you can see God. Maana yake nini? Hiyo imani gani hiyo? Ni imani ya hewa hiyo. Kwa sababu ikiwa kwenda gerezani Mungu hayuko, and you have the knowledge, you know what happened with Paul and Silas in jail, in a dungeon, usiku na mchana hawezi kuona nuru, singing praises to God, na kile kilichotokea pale Ufilipi pale, and you have all the knowledge. Kwani leo gereza la leo la wapi Tanzania hii ambayo Mungu hawezi kuwa pale? So we question the position of God. Kwa nini Mungu alimuuliza Adamu uko wapi? Well, it means you are wrong. This is not the position I expect you to be. You are wrong. Adam, where are you? Something wrong happened. You are not at the right track. Kwa hiyo you are asking God, God, you are wrong.
because of my circumstances. You are wrong. So it is your mind, it is your reasoning that is judging God. So we are wiser than God. Ndio maana swali la kuhoji uko wapi Mungu, swali la kipagani. Ndio maana a mere knowledge about God, if there is no act, James anasema it's a dead faith. It's a dead faith, because whatever the circumstances, faith have to demonstrate God is the omniscient, is the omnipresent. You are here. Question number 2 ambao tuna raise up ni hii. Why? Why me? So why tuna question the reasoning of God. Angalia kitu hiki ambacho na yeye anasema akili zangu hazichunguziki. We cannot comprehend him. Can you read Romans 11:33? Lakini yani when faith and reason crash, we come up with such question. Why? Warumi 11 na aya 33. Hebu soma pale. 11:33 Warumi. Anasema, Biblia takatifu inasema jinsi zilivyokuu anasema zilivyokuu utajiri na hekima. Utajiri na hekima na maarifa ya Mungu. Maarifa ya Mungu. Hukumu zake hazichunguziki. Hukumu zake hazichunguziki. Wala njia zake hazitafutikani. Huwezi kuzitafuta njia zake. God is beyond question. Na unajua kwenye Ayubu anasema who can sue me to court? Nani anaweza kunipeleka mahakamani na akanishtaki kwamba I'm wrong? Na hoji wale rafiki zake Ayubu. Who can? Haya anaeleza akili zake hazichunguziki, hazitafutikani. We cannot comprehend God. Kwa sababu akili yake iko juu na anapofanya mambo yake ni beyond my understanding, my reasoning. Wanaposema why, maana yake you question the understanding of God. Kwa maana kwamba you can probe in, you can, yani unaweza ukaingia mle ndani yetu chokonoe ufanye hivi, uweze kujua. Kwa sababu hazichunguziki akili zake. Badala yake Biblia inasema tu ya kwamba tunajua kidogo sana. Kwenye ile 1 Corinthians 13 verses 12 and 13 anasema kwa sasa tunajua kwa sehemu. Eti hii kujua kwa sehemu ndio tunairise iende juu, tuanze ku question why. Na hii kidogo. Hiyo maana yake tu ni kwamba there is a crash between faith and reason. Sio kwamba huyo ni Mkristo wa maana anafanya hapo, ujue tu hapo kuna crash. Imani inaenda kufa hapo. Kwa sababu Biblia inaeleza wazi hazichunguziki akili zake. Unataka kuniambia ukifahamu why itakusaidia? Na ukitafuta kwenye Biblia yote Mungu hajawahi kujibu swali why. Tafuta. Kwa sababu hilo ni swali baya sana. Why? So we ask why. Maana yake jieleze. Unajua imani iki-crash. Yaani unaweza kufikiri niko sahihi. Sema jieleze, toa maelezo kwa nini hiki kinaendelea hapa. Kwa nini nimefukuzwa shule? Kwa nini hii inafanyika? Kwa nini? Na uko kabisa na umekomaa unajiita prayer warrior. Lazima Mungu atatupatia majibu. Huyo ni prayer warrior. Anayemtaka Mungu ajieleze. Yaani ni kama unamfanya Mungu awe mtoto alafu ndio mzazi wake. Why?
ile inaingia kabisa kwenye the mind of God. Kwa hiyo unamwambia ya kwamba no, hujafikiri vizuri. Ungefikiri vizuri, yasingetokea yanayonitokea maishani. Unaposikia Paulo anaandika kwamba Mungu anajibu zaidi tuombavyo, angelikuwa na responde tunachofanya. Ndio ungemuona. Ila anajua ni mapovu tu. Ni kama Elia alipoomba akasema yatosha nife. Mimi sio mwema kama babu zangu, mbona walikufa? Sasa wewe kama ulikuwa tayari kufa, mbona utoke Israeli? Mgairi kilomita 200 mpaka Beersheba. 200 kilometers, na bado haitosha, akamwacha mtumishi wake akaenda mwendo wa siku nzima jangwani. Zaidi ya kilomita 250. Halafu wewe umefika hapa ndio unasema I'm ready to die. Si ungesubiri pale pale ukutana upanga wa nani? Wa Yezebeli. Kama sio minyoni nini? Ndio maana ukisikia mtu anaomba niombee tu nife, usifikiri yuko tayari kufa huyo. Sasa anakuambia nitakunywa sumu. Unatumia sumu ipi ambayo ni kali utakayo waiwai? Unaenda kununua lini? Nikusaidie? Nitajinyonga. Unayo kamba, isije kaa kukuu ikakatika, nikanunue mpya. Katishia watu wanataka kujinyonga hapa. Na ikikatika wakakuletea nyingine hii hapa, tutaona kama utarudia. Kwa hiyo saa nyingine tunatishiana vitu ambavyo hatuvijui. Wale wanaokata moto angelikuwa wanarudishwa kwanza, alafu ambie sasa nenda sasa, maana tayari umeshajua joto la jiwe. Hii hapa sasa uanze upya. Kwa hivyo hilo ni swali la pili ambalo ni la ajabu. Kwa hiyo wakati Elia anasema na nife, Mungu alijua huyu hajawa tayari kufa. Hii ni crash of faith. Hakuna kitu kingine. Na ameona mvua imenyesha, miaka 3.5 haijawahi kunyesha. Manabii amewaua katika mto Kishon. Halafu eti amekutana na kauli, kesho na wewe utakufa masaa kama haya. You have 24 hours to live. Anaanza kutimua. Mungu ndio maana anaitwa the mighty counselor. Alijua huyu hajala, hajapumzika. Akamtuma malaika ampeleke hotelini huyu. Niwaambia usijifanye uko tayari kwenda mbinguni, kumbe hali ni ngumu ya kiuchumi. Una mpango wa kutoroka ukata wa maisha. Sio kwamba ulishachukia dhambi kiasi hicho na nini, ila hali ni ngumu. Mambo yakikubadilikia tu, hela zikakutembelea, unabadilisha sala. Muinue mtumishi wako, maana kazi yako bado inaningoja. Lakini sawa, wakati hauna kitu, Yesu uje haraka. Mtumishi wako tunakungoja. Yaani unajua, wakati fulani angalia the motive behind. Ni nini kinachokupressurize ufanye hicho unachofanya? Kwa sababu malaika alipotumwa, inuka ule. Wewe shida ni njaa na hujapumzika. Unajua tangu asubuhi uko katika juu ya mlima Karmeli, tangu asubuhi. Akiwa kwenye pambano la imani na wale manabii wa Baali wale. Mpaka jioni jua linazama, na bado anakimbia mbele ya gari la farasi la mfalme kwenda mji wa Israeli. Mji ikulu ndogo ya mfalme Ahab. Na amefika kule hadi hajapumzika, anakutana na ujumbe, kesho na wewe masaa kama haya. Hajala, hajapumzika, hajanywa. Kwa hiyo amechoka. Hizo zote anahamisha, anazifanya za kiroho. Ninashukuru alielewa, kanawa, akala. Baada muda tena wakaleta menu. Inuka wewe ule, safari ni ndefu huko mbele. Akainuka, kagonga menu. Ndio safari ikaanza sasa, sio kukimbia sasa, taratibu anatembea. 40 days and 40 nights. Kwa hivyo pale
Inawezekana ilikuwa ni issue tu ya hali imekuwa ngumu na sasa anadhani yuko tayari kwa kifo. Mungu anajibu zaidi tuombavyo. Ndicho kilichotokea. Kwa hiyo unaposema kwa nini mimi? Kwa nini? Kwa nini wewe hujaona kuna watu wamekufa kijijini kwenu wakiwa wadogo zaidi yako? Kuna watu wamekufa tu ndio wamepata kazi wakafa. Kuna watu tu ndio wamefunga ndoa wakafa. Kuna watu ndio sasa wamefikia hatua ya kusema wangeweza kufanya hivi kwa nyumba ya familia zao na nini, ndio wamekufa. Na halafu unasema why me? Na una miguu unatembea, una mikono na macho unayo. Na unakutana watu ambao wana mguu mmoja, mwingine ushatangulia kaburini. Hata hilo tungetusaidia kujua, kwa sababu kinachokutokea wewe kinatokea kila mwanadamu. Kwa hiyo nataka Mungu ajipambanue kwako ili wewe very unique, very special as a TUCASA member. Halafu kesho usemeje? There is no partiality with God. Wakati saa hii unataka awe na hiyo partiality, anasema hapana. Kwa hiyo anaposema why una question the understanding of God, the plan of God, kila kitu kinachohusiana the omniscience of God. Una question the omniscience of God, ambaye ni all knowing. Kwa maana ya kwamba mipango yake huwa anakosea. Kwa lugha nyingine unamtaka aweze kutubu, maana amekosea kwa kuruhusu upitie unachopitia. Lakini ungeruhusu faith with reasoning, angekueleza. Ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, mimi, maana yake you are not going alone, we are together. Halafu unamquestion where are you, una question why wakati na yeye mko na yeye hapo mnapita. Ndio maana tusipojua Biblia tutadhani tuna maswali ya maana sana kwa Mungu. Kisha umefiwa na mzazi, kisha umepata hiki na kile, na unasema why? Question number 3. How long? Hii ina click kwenye time factor. Na hii inapoclick kwenye time factor, unataka Mungu aingie kwenye context of time. Na hii ina click kwenye the omni, ambayo inaitwa pre-existence of God. Kwa sababu it is God who created the time. Unaposoma Genesis 1:14-18, akaumba jua, mwezi na nyota, akasema ndio iwe majira na wakati na nini. He created the time, and yet you want God to be part of the time. Wakati God is not within the time. God is timeless. He existed before the time. In the beginning, God. So before the beginning, there was God. Halafu nasema until when? For how long? How long? Anasema what? Hana time. Ndio maana naona yule katika maswali haya, ile imani ya Mariamu kwenye ile Injili ya Yohana, Yesu anamwambia ndugu yako atafufuka, Matthew. Alafu akasema najua atafufuka siku ya mwisho. Faith as a belief. Baada akasema mimi ndio ufufuo na uzima. Je, wasadiki hayo? Akasema ndio nasadiki. Wameenda nyumbani, basi wako makaburini. Mmemweka wapi? Ni hapa. Ondoeni jiwe. Ananuka. Yesu anamwambia Martha, sikukwambia ukiamini utaona. Kwa hiyo alikuwa ana ile doctrines, ana mafundisho kwamba kuna revelation, kuna resurrection, kuna hiki na kile, lakini inapokuja kuact no. Mchungaji Peter alikuwa anasema hapa, saa nyingine tunakuaga wanafiki kweli, akawa anasema hapa hivi. Alizungumza muda fulani hapa.
Kwa maana kukuta tunafanya mambo makubwa sana mbele za kanisa, mbele za watu, mbele za Bwana, lakini kumbe hatuko vile. Tuna imani ya mafundisho, belief peke yake ndio tuko nayo, lakini ile yenye kuact haipo. Na hii ya Danieli 3:18 ni imani inayo act, kwa sababu ndio kilele cha imani, na ile ndio imani pekee inayo explain, ndio msaada pekee, ndio imani inayookoa. Hiyo peke yake. Hebu soma hiyo Danieli 3:18, niingie sehemu ya 3. Soma Danieli 3:18 uone what to do when faith and reason crash. Na tuangalie vizuri hao vijana tutusaidia nini cha kufanya. Soma Danieli 3:18. Kitabu cha Danieli 3:18. Anasema bali kama si hivyo, ujue mfalme, let it be known, O king, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako. We cannot serve your gods, wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyosimamisha. Ujue kama sivyo. Angalia sasa hii faith, hiyo ni faith gani? We have made up our mind not to bow. This is faith as act. Nini? If God chooses not to rescue, to what? To redeem us. To what? To save us. This is our part. We are willing to face that fire. So what is this faith? Nini maana yake? Hapa wanachokifanya, wanachukua reason. When reason cannot stretch itself beyond its elasticity. Kwenye physics, kati nasoma ile wanaita elasticity limit, kwamba unaweza ukastretch material ambayo ni elastic, ukizidi kiwango chake ukaiachia, haiwezi kurudi kwenye normal. Sikilizeni wapendwa, katika issue ya faith, reason, there is a point of limit. Reason cannot stretch to that far. So what to be done? Take your reason back and allow faith to lead. Why faith? Because reason cannot comprehend the mystery of God. Because faith is about the revelation of God. Revelation is beyond reasoning. That is faith. When you cannot know, when faith lacks evidence, cannot tell you what is beyond this burning furnace, faith has an answer. Wanakuambia, hey reason, haya ni maji marefu kwako kuvuka, rudi nyuma. Kwa sababu faith inazungumzia na mafunuo ya Bwana, mafumbo ambayo akili haiwezi kuelewa. Pull your reason back, not yourself back. The challenge is we pull ourselves back. But these young Hebrew men, they pulled their reason back. That's the point of no return. Kwa nini? We know God exists. Ndio ile walioanza ya kwanza ile, our God is able, ile ya asubuhi. If he exists, he is also here. He is powerful, omnipotent, is present, is omnipresent, is omniscient. He knows everything, so he is here. Kama anaweza kufanya hiki, hatuna mashaka na yeye. Sasa akili nasema no. Kwa sababu akili haiwezi kwenda zaidi ya mystery of God. Kuna mambo ambayo akili haitakupa majibu.
Hapo sasa ndipo unaona faith inasimama. Ndio unaambiwa huwezi jua kitatokea, lakini unajua our God is able, lakini hajafanya. Ndio akichagua kutofanya, mimi nilichochagua ni hiki. Sio wanaosema kama Bwana akifanya 1 2 3 mimi nitafanya. Hapana. Faith haiangalii kwanza outcomes. Faith inaangalia Mungu yupo na anaweza pia asichague kuniokoa. God can keep quiet. When God is silent, take your reason back. Ukiruhusu akili yako isimame pale, faith ita crash. Kwa sababu ukitanguliza reasoning mpaka ikupatie evidence na kila kitu, ipambue mambo, iweke hiki na kile, hautasimama. Kwa sababu reason kuna mara inagota, ilipo inakuta kwamba atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Ndio unaona kitabu cha Hebrews kinataja watu wa imani, na unaona matendo yao wote wanatajwa, wote wakafa hawajapokea ile. Unaona walizima ndimi za moto, walifanya hivi na vile, walikutwa na upanga, walifanya hiki na kile. Unaona huku na kule, twisted here and there. Lakini unaona jeuri ya imani, maana yake hayawezi kuingia kwenye reasoning. Ina maana walitembea kwa imani. Mungu ni kweli, neno lake ni kweli. Hata sijui nini kitafanyika hapa, ila tumeshafanya maamuzi. Hapa ni imani. Our God exists, is powerful, is omnipresent, is omnipotent, is omniscient. So do to us whatever you want to do. We have resolved, we have decided. This is the faith in act. Wasingelifanya hivyo, wasingeandikwa popote. Wana doctrine, wana belief, fundamental beliefs. They have the knowledge of their God, knowledge concerning the truth. But if they have not acted upon, nowhere we could have met them. Yani ninyi na mimi tutafahamika popote tulipo pale tunapokutana na eneo la kuact. Haya mengine haya, tutakunywa uji jikoni wote, tutaenda kulala kwenye rumu, tutafanya hiki, sawa. Issue iko hapa, wakati imani inapokutaka ichukua hatua, hapo ndipo tunajua mbivu na mbichi. Huyu alikuwa na demon's faith ama alikuwa na imani yenye matendo. Ni pale wakati wa kuact ndipo hapo inajulikana ni imani kweli ama ni imani hewa. So Paul kwenye Mark 8 and verse 33, wakati mambo mengi ambayo yanafanyika nje ya reasoning, ufumbuzi wake wale vijana ni ili tu kwamba rudisha. Kuna mambo ambayo mbingu zitayaruhusu ambayo yanavuka uelewa wetu. Usianze kusema kwa nini, usianze kusema why, uanze kusema uko wapi. Unaanza kumsearch Mungu wakati anasema niko hapa na maandiko yako wazi. Unakuwa kama sasa hujui lolote, kama Biblia inavyosema wafa hujui neno lolote, na unakuwa kama mfu usiyejua neno lolote. Kwenye Mark 8:33 anasema Yesu alizungumza jambo ambalo lilikuwa ni nje ya uelewa wa akili ya wanafunzi, na Petro akaamua kutaka kulifanya hapana. Hebu soma katika kitabu cha Marko 8:33. Soma 32 na 33. 32 anasema naye alikuwa akinena neno lililo wazi. Ndio. Petro akamchukua Yesu, akaanza kumkemea. 33 kamwambia, akageuka, akawatazama wanafunzi wake. Kawaambiaje? Akamkemea Petro. Akasema, nenda nyuma yangu Shetani, maana wazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Unajua alizungumzia tunaenda Yerusalemu. Nimeacha hapo juu, utaiona pia hiyo lugha kwenye Mathayo. Anasema ninaenda kule, mwana wa Adamu atashikwa, atatua mikononi mwa wakuu na atauawa, siku ya 3 atafuka. Halafu Petro anasema hasha, hiyo haiwezi kutokea. Haiwezi kutokea. Reasoning kwamba wewe unaenda, wewe
Wewe ulilishaga watu wengi namna hiyo, ulitembea juu ya bahari na tulitembea wote. Nakumbuka. Nani atakushika wewe? Nani? Wewe haufi. Hilo halitatokea. Akajua tayari shavuja damu kwenye pua huo. Kwa sababu hiyo ni beyond reasoning. Inakuaje mtu mwenye nguvu zote hizo eti leo ashikwe na wanadamu ambao wanajua akitamka tu ina mambo yanaharibika? Inakuaje? Hiyo ilikuwa ni beyond their reasoning. Na Petro akataka aithibitishe reasoning yake. Yesu ili atuokoe akamkemea. Akamkemea Petro, kisha akasema, rudi nyuma shetani. Whenever we put our reason before faith, that means the enemy is behind. Siku zote reason when faith is not endangered. Kama reasoning yako ina criticize faith, maana yake the enemy of your soul, of my soul, is behind. Ndio unaona anang'ang'ana kwenye ile Warumi, anasema walipo Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha. Yani wanajaribu kuweka fahamu zao juu ya Mungu kwenye Romans 1. Na Mungu akawaacha wafanye upumbavu yasiyowapasa, kwa sababu walitaka wamthibitishe Bwana kwa akili zao, wampeleke maabara, wamtesti kwenye ile microscope. Na hiyo ametuonya moja kwa moja. Reason inapotaka kukabiliana na faith katika mambo ya revelation, hiyo ni hatari. Shetani yuko kazini. Kwa hiyo alimkemea straight. Peter, the enemy of your soul is in the leading. Hicho ndicho anachoeleza kwamba sisi katika swala zima la pambano la imani ametusaidia hao vijana. Mungu anatuelezea, ukiona hauelewi mambo, usikomae eti ukiomba Mungu lazima akueleze. Wewe majibu yako hivi, hauelewi, nafanyaje? Zima uelewa wako, alafu ruhusu uelewa wa Mungu. Basi ni kama wakati anaambia wana wa Israeli ya kwamba waambie wapige kambi, halafu anawaambia baadaye Musa, nenda waambie Israeli wasonge mbele, halafu lile wingu linatoka mbele linarudi nyuma, ile nguzo inatoka mbele inarudi nyuma, halafu ameambia waambie wasonge mbele, na mbele kuna bahari ya Shamu. That's beyond reasoning. Na siku zote huwa anawatangulia mbele. Safari anawaambia waende mbele, halafu yeye anarudi nyuma. Wale wanaodidai wana akili, lazima watoke damu kwenye pua. Hii Mungu haongozi namna hii. Kuna watu mpaka leo wanasema kanisa la Mungu aliwe hivyo. Nina miaka kadhaa kwenye kanisa hili. Wewe hii miaka ulionayo mingapi wewe? Hata una karne 2. Alafu unababaishia watu, nina miaka mingi kwenye hili kanisa. Hili kanisa aliendi hivi. Mungu sio maji yanayofuata mkondo, wala sio bendera inayofuata upepo. Kuna wakati Mungu anaongoza, anakuambia nenda mbele, yeye anarudi nyuma. Kwa sababu this time the danger is not ahead of you, it is behind you. Kwa hiyo usije ukafikiri siku zote Mungu lazima aende mbele, njia zake hazichunguziki. Kwa hiyo hata kama kuna mtu anakufanyia vituko unapoishi kwenye familia yenu, kule chuoni, kule kazi utakakokuwa, usije ukasema Mungu uko wapi kwa sababu anachokifanya. Akili zake hazichunguziki. Hold your peace. Your God is operating, is concerned, is involved. Usije ukasema is quiet. No, Mungu yuko kazini na anajua namna ya kufanya. Sometimes when you are tempted to spare, refocus. Kwa sababu faith ndio ina majibu. Ndio maana Paulo anasema sasa inadumu imani, inadumu tumaini, inadumu upendo. Faith endures. Kwa sababu faith ndio majibu ya yote usiyoyajua yanayoendelea maishani mwako. Bring faith, you have the answer. Wale wanaoomba na kukesha na kufunga wanatafuta majibu, wakati the Bible says bring your faith, you have the answer. Anaeleza, sema rudisha.
Wakati Yesu anafundisha habari yeye ndio mwili, anasema auraye mwili wangu na kuinywa damu yangu atakuwa na uzima. Kwenye ile John 6 kuanzia 50 mpaka 66 anamwambia adai kula mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima. Wanamuona kama carnivore, mtu anayekula nyama za watu. Wala wakasema, anasema ili neno ni gumu, akasema this is a tough question. Kwamba si tule mwili wake, tunywe damu. Biblia inasema kwa sababu ya neno hilo waliacha kumfuata wakarejea nyuma. Nini? Reasoning. Yesu akauliza wanafunzi, na nyinyi mnataka kuondoka? Petro akasema, twende wapi sisi? Maana una maneno ya uzima. Baadaye uko mbele. Kuna mambo magumu ambayo kwenye Biblia hata ukiniuliza mimi sina majibu. Wala usikomae kuambia pasa niambie hivi ni kwa nini Mungu aliruhusu ibilisi? Why sin was permitted? Na mimi nitakueleza I don't know. Sasa hata ukinining'iniza na tai, lazima uniambie hiki na kile, mimi nitatoa wapi majibu? Kama haijafunuliwa, tayapata wapi mimi? Library. Tayapata wapi? Maabara mimi. Sina kuwa na majibu. Kwamba kwa nini huyu ndio bibi amebaki na mtoto wake ndio pekee, halafu mtoto wake ndio amekufa na hana mtu mwingine, halafu amekufa. Nasema hivi, why God? Why? Ndio inakuja ile maswali, tulimpenda lakini Mungu amempenda zaidi. Basi apende na wewe watoto wako zaidi tuone. Kauli tu zisizo na maana. Ni sana walioimba eti lakini kazi yako haina makosa. Kazi ya Mungu ni kuu. Amekufa yule kijana yule, mwimbaji wa nani moja hapa. Halafu anatunga wimbo wanaimba, lakini hata hivyo kazi yako haina makosa. Wa Adventista. Nani ameandika wapi kazi ya Mungu ni kuwa? Mungu aje amuue kijana kwa sababu ipi? Acha watoto wake wale aliowacha wadogo wanahitaji baba yao. Halafu na unatunga wimbo unasema kazi ya Mungu haina makosa. Satanic statement. Kwa sababu Biblia inaeleza ibilisi ni muongo na ni muuaji. Hata tueleze watu akipata ajali Mungu ndiye ameua. Kwa hiyo wapagani waseme kazi ya Mungu haina makosa. Halafu na wewe naye useme kazi ya Mungu haina makosa ukidhani unawatia moyo na kuwafariji watu. Ikiwa akili yako haili Biblia, utakula kokoto. Na watu wengi wanasema safari hii nimelia sana. Usiposoma Biblia, ukijikwa unaona umepata wimbo chorus. Ko pare pare niko pare pare. Hizi nyimbo za kutungia ukiwa bafuni hizi. Sabuni imedondoka chooni, unasema unaweza ukateresa kama sabuni. Yaani unajua The Lord is my song. Bwana ndiye wimbo. If you don't sing about God, then you don't have a song. Lakini nyimbo nazoziona nyingi ni za kueleza mimi. Nyimbo zinazohusu Bwana hazihusu mimi. Kwa hivyo anachokieleza hicho ndicho anachozungumza. Hiyo habari jibu lake ni hili. Ukiona uelewi alichofunua, imradi unajua Mungu yu hai na anajua kila kitu. Alimwambia hata Nathanieli, tazama Mwisraeli kweli kweli, wala hamna hila ndani yake. Anashangaa anasema umenijuaje? Anasema kabla hata Filipo hajakuona chini ya mti nalikuona. Wewe anajua even before. Kama anajua kila kitu kabla, hakuna chochote kinachokufikia ambacho Mungu hajakijua kabla. Na ametueleza kupitia kisa cha Ayubu. Kabla ibilisi hajakutana na Ayubu, kwanza walikutana na Mungu. Na Mungu akamwekea mipaka. Ina maana hautajaribiwa jaribu lolote ambalo Mungu hajaliona, akalikagua, akasema hili sawa, hili libaki. Halafu wewe umekutana nalo, ndio unasema where are you? Where are you? Wakati adui ameshawekewa mipaka. Gonga tu sikio, usigonge ulimi.
Halafu ndio unajipiga hapa, Mungu uko wapi? Wakati tayari adui anayepambana na wewe, Mungu amekwishamwekea mipaka. Mungu alikuwa na uwezo wa kubadilisha hii vinu hapa kwenye uwanda wa Dura. Alikuwa na uwezo pindua hiyo kila kitu, ili sherehe isifanyike na sanamu isifanyike. He was able to do that even before. Lakini aliruhusu mpaka ikatengenezwa sanamu ya dhahabu. Tunajua kuanza siku zinazofuata. Akaruhusu mataifa yote kukusanyika, akaruhusu musicians wakakutanika, ruhusu kila aina ya vyombo, ruhusu watu wote kusanyike, ruhusu tanuru itengenezwe, weka moto zaidi ya kawaida. Hiyo yote alikuwa na prepare ili hawa vijana wa act. Kwa hiyo what to be done? Pull your reason back, not yourself. Usijiondoe wewe, ila ondoa reason. Number 2, na ya mwisho. Unafanyaje? Vijana walisema ikiwa hatafanya hivyo. Hivyo vipi? Ikiwa hataokoa kwenye hilo tanuru na mkono wako, maamuzi yetu ni haya. We are ready. Ready for what? Sio kufukuzwa kazi. Tuko tayari kuwaka moto. Nini maana ya kuwaka moto? We have already surrendered. When the unthinkable happens in our lives, this is the way out. Surrender yourself in court. Not your money, not your material, not your time, not your talent. What God requires of us is self. Ndio maana alisema kwenye Mathayo akasema 16:25, anaisha akasema kwani mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? So what is faith? Surrender of self. Maana yake why? Put yourself on the altar. Be ready to be a sacrifice for God. Na hiyo ndio kiwango cha kujitoa. Hauwezi kaenda pale ikiwa reasoning iko high. Hayo ni maswala ya mystery of God. You are sure of God's existence, is able, is there, is with you, but he has chosen not to save. When a teacher is quiet in the examination room. Sijawahi kuona mwalimu mwadilifu ambaye mwanafunzi anakadia huko na huko, anasweti kila mahala, geuza karatasi haone ila kujibu. Halafu Mungu anasema, anamwambia mwalimu wetu, anamwambia hili jibu lake ni hili na hili. Huyo sio mwalimu. Hiyo ni saa ya wewe kuact. When God keeps quiet, akasema be faithful unto death. Hiyo text usione imeandikwa tu kwenye hiyo Revelation 2:10. Kuwa mwaminifu hadi kufa, ninapochagua kutokutoa kwenye tatizo. Why? Ninajua kidogo sana. Labda mimi ni shamba darasa. Labda mimi ndio lesson plan ya Mungu. The devil is at school learning how faithful God's people are. Yani Mungu ananifanya mimi, anademonstrate kwamba nina watu wanaoweza kuwa waaminifu kwa gharama yoyote. Ibilisi yuko darasani anajifunza babe bibobu chache chichochu, and you are on the burning furnace. That people are willing to die for your character. This is the faith that we are invited. Willing to surrender ourselves. Hii ndio Elia ya Anania, Mishaeli na Azaria. Mungu anatupendekezea imani hii. Tunapokutana na hali ambayo tunaona akili zetu hazitambui, ametueleza rudisha uelewa wako nyuma, ruhusu imani. Lakini unapoiruhusu imani, haitasimama, huenda ikakuweka juu ya madhabahu. Ni kwa sababu hatujui big picture.
picha ambayo Mungu anayo kuhusu tunayopitia. Kuna mambo ambayo hatuelewi kwa sasa na sio lazima tuelewe, ila atakapokuja tutajua wazi. Na unajua the goodness is this, tutasema ilikuwa ni kweli, ni za kweli. Uelewa wetu tulikuwa mdogo na tuliruhusu wa kwako ufanye kazi. Hakuna mtu atakaye ambaye hata nifika siku Yesu akija ana majibu yote, na amesema akija na yuaja na ujira mkononi. Na Biblia inaandika Injili waraka wa Yohana anasema tutamjua kama alivyo atakapokuja. Hatujui kwa sasa itakavyokuwa, ndivyo anaandika Yohana. Lakini hata Paulo ameandika kwenye eneo soma ile upande cha Wakorintho ya kwanza 13, atakapofunuliwa tutajua kama anavyotujua. Lakini kwa sasa we are limited. Maana yake hata angelifanyaje hao tunayachokonoa kuyafahamu, akili yetu haiwezi kucomprehend. Ndio maana ameya cancel. Na hata tukiyajua hata tusaidia kuokolewa. Yale aliyotujulisha ndio anayotutazamia kuyaishi. So when faith and reason crash, pull your reason back and surrender yourself. Hii ndio Mungu ametuita. Uelewa wangu, uelewa wako katika mazingira yote. Usije ukafikiri ukipata watu na kikosi cha kukuombea hicho kinachoendelea ili ujue, ili utoke. Ikiwa itakuwa ndio uelewa huo, utaishia kudoubt God's existence. Where are you, God? Utadoubt God's omniscience. Why? Utadoubt God's pre-existence. How long? Unataka awe contained kwenye specific time, wakati yeye ndiye amecreate time. Hii ndio inayotuonya. Badala yake ondoa uelewa wako na ruhusu alivyofunuliwa yeye, hiyo pekee. Hata kama hujui ni kwa nini imekuwa hivi, lakini yupo na anaona na amenyamaza. Ndio maana watu wake waaminifu kabisa waliuawa. Mitume waliuawa, tena waliosimama na ukweli, wengine juu kichwa chini miguu juu, wakina Petro na wengine, halafu mbingu zikawa quiet. Sisi sio watakatifu zaidi yao. Faith on the act or on just a belief. Ikibaki tu kwa a belief inakuwa demon faith. Lakini ikitoka hapo act inakuwa imani iliyo hai, not dead faith. Jioni ya leo hii ndio mwaliko, a call to stand firm in faith. Hii ndio theme ambayo Mungu alituelekeza wale walioketi kwa ajili ya hii theme na hiyo texti. Hii ndio tunayoitwa. Wapendwa, kama tumetoa zile fedha tukaja hapa na hatuwezi kufika hapo, is a great loss. It's a great loss. Mungu alijua hii imani bla bla tunayoita imani, mere knowledge, but we cannot live accordingly. We cannot act accordingly. We cannot demonstrate, but we claim we know him, we believe, we trust. Paka watu wameandika tu in God we trust kwenye magari mpaka kwenye mafuso. Tunahubiri juu ya imani, tunafundisha juu ya imani, tunaimba juu ya imani, lakini tunaitwa upande huu, upande wa hawa vijana ambao ndio imani ya kweli. Ni imani ambayo Mungu ni muhimu kuliko kuishi kwangu. Kwamba ninakufa ama ninaishi, ninachohitaji tumeshafanya maamuzi. Nebukadreza tulishafanya maamuzi. Ujue anaweza, ile ya kwanza, knowledge concerning God, a belief, doctrines, dogma about God. Lakini hii ya pili jioni hii, we are to act. Maana yake kwenye hili tunatoa uelewa wetu, inabaki revelation of God. Alichokuja jifunua hata kama hatujui maana yake ni nini. Do what you can do, but this is our decision. Mungu anaita vijana hao, na ulimwengu huu unahitaji hao watu. Na hii ni kesi sio ya kupoteza ajira, sio ya kupoteza masomo ya chuo kikuu.
sio ya kupoteza favor na wanadamu walioonekana kutubeba. Hii ni swala la kwamba ni tayari hata kifo. Ikiwa Mungu atachagua kuwa kimya, nitabaki nikisalimisha maisha yangu kwake. Is it your wish? Is it your stand? Is it your call? God is inviting us this evening. Kama ni shauku yako kwamba you need this kind of faith, no matter what, we cannot stand in this side of faith without danger. This kind of faith will cost us something, be it a reputation, be it whatever relationship. This kind of faith is not popular. Hii sio imani inayoshabikiwa. Inayoshabikiwa ni ile ulikuwa huna hiki nitakupa, ulikuwa hivi nitakupa. Hiyo ndio popular faith, sio hii. Na kama ni shauku yako, simama pale ulipo. Mchungaji Meshaki Zirakwega ataomba kwa ajili yetu. Lakini uko wito maalum kabisa ya kwamba Mungu, ikiwa unafahamu kabisa kwa dhati, Mungu nisaidie kwa dhati. Yawezekana kuna mambo fulani ambayo unabendi mpaka leo kwa sababu ya pressure of this world. Lakini unaomba Mungu akusamehe ikiwa kuna mahali ulibendi, kwa sababu ulijua mambo yataharibika. Ikiwa pia kuna sema unasema Mungu, ninahitaji kwa dhati kabisa, ninaomba unishikilie niwe na imani ya namna hii. Mchungaji Zirakwega ataomba. Hebu tembea tu hapa mbele. Hapa mbele. Njoo tu hapa mbele. Jioni hii ya leo. Wako watu ambao wanatusikiliza kwenye media kule. Watu wameendelea kufanya kazi mpaka siku ya Sabato. Wana exercise reasoning. Wako watu ambao wameshindwa kusimama katika ukweli katika maeneo wanayoishi. Unatupata katika media kokote ulipo. Lakini Mungu analeta imani hii mbele yetu. Mbele yetu. Naomba Mungu nisaidie hii imani kwa dhati. Ninajua maisha yangu nilivyoishi, lakini kumbe unanialika kuwa upande huu. Sio tu kujua Biblia inafundisha hiki na kile kumbe hii ni knowledge ambayo itani boost, lakini nimefanya maamuzi ya kusimama no matter what. Wenda wako watu wa Mungu hapa ambao kwa dhati kabisa wenda wamefahamu ukweli lakini hawaja act hapo. Kuna wakati fulani kwa act hapo kuna maanisha jambo zito sana kwa familia yako, familia ya kwenu, kule uliko. Yaani kusema Yesu ni Bwana na Mwokozi, unafahamu kuna gharama. Lakini unaweza ukachagua kusema Yesu ni Bwana na Mwokozi wako, na nina surrender. Hata kama sitajua nini kitafuata kesho, nini kitatokea watakapojua, nini itakuwa maisha yanayokupitia. Unajua hii ni kitu ambacho Mungu anatuita leo, na siku zote wokovu ni leo na hujawahi kuwa kesho, kwa sababu hatuna authority na kesho, hatuna authority na sasa, kwa sababu tu hai sasa. Ikiwa kuna watu ambao kwa dhati kabisa wanahitaji kutoa maisha yao kwa njia ya ubatizo, nione mikono yao. Wanataka waweke maisha yao na Mwokozi. Hivyo nyosha tu mkono hapo ulipo. Kama uko hapa hujawahi kuingia kwa namna hiyo kwa ajili ya Bwana na Mwokozi wako, na wewe ndio unafahamu kabisa, nyosha tu pale mkono kama upo. Na pastor ataomba kwa ajili yako. Nyosha. Kama uko pamoja nasi hapa, Pastor Zirakwega ataomba. Sogea tu hivi pastor. Sogea hivi. Pastor ataomba kwa ajili yetu. Na kama kuna lolote ambalo unaamini Mungu amekutendea, basi tutoa dakika moja, alafu baadaye Mungu atasikia sauti zetu kupitia sala.
Baba mtakatifu, muumbaji wetu, unaishi na kutawala milele mbinguni na duniani. Mungu aliyeumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Mungu mwenye uwezo na mamlaka ya juu kabisa, ambaye kwa akili zetu hatuwezi kukufahamu hata kidogo. Lakini tunakushukuru tu kwa sababu hii, kwamba umetupatia neno lako. Tunaomba maneno yako yafanye kazi katika maisha yetu, kutusaidia kukufahamu kwa uchache, ili tuweze kukutegemea. Wakati mwingine katika maisha yetu tumeonekana kama vile tuna imani, lakini ni kwa sababu hatujajaribiwa. Lakini yako majaribu yako mbele yetu. Kupitia uzoefu wa wenzetu tuliojifunza habari zao, tusaidie kuweza kukuamini. Tupatie imani ile ambayo haina mashaka, ili tusimame upande wako siku zote. Watoto wako tumesogea mbele. Kuna wakati ambapo bila shaka katika maisha yetu tulitetereka na tukashindwa kuonyesha kile tunachokiamini, lakini pia kuonyesha kwa vitendo juu ya imani yetu. Jioni ya leo tunaungama kwa dhambi hiyo. Halafu kuanzia sasa utushike kwa mkono wako, tuwezeshe kutembea kwenye barabara yenye ushindi mpaka siku utakapokuja. Asante kwa sababu kila mmoja wetu anakuonyesha ni nini anachokihitaji kutokana na somo la leo. Sikia sauti na dua zetu za moyoni. Utukubali katika ufalme wako. Bariki mtumishi wako aliyenena nasi. Kupitia kwake tunaomba uweke neno lako tena kwa ajili ya siku inayofuata. Tutakapokuwa tumetoka katika mikutano hii, maneno yako yawe yamepata nafasi katika maisha yetu, kutusaidia kupiga hatua nyingine kusogelea wokovu. Tulinde usiku wa leo. Endelea kututunza, tupatie nafasi ya kuendelea kukuabudu. Tumeomba haya kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Asante sana wale ambao mioni mwao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo wa kunani na rafiki zao, na kwa pamoja muone mchungaji ama muwaone wachungaji, na usije ukapoteza nafasi hiyo. Mungu atubariki sana.